Yes, bwana kama ni pale ambapo tulipoishia katika sehemu iliyopita. Bwana Eddie alikuwa amevamiwa na Eddie alikuwa yuko na huyu mwanadada Camilla. Walikuwa wako chumbani. Sasa huku nje bwana alikuwa amevamiwa na huu msululu ulikuwa umetumwa na yule mkurugenzi wa BBC. Na yule mkurugenzi wa BBC alipokea oda kutoka kwa mkubwa wake ambaye ni Mwanamama Katha, ambaye ndio kiongozi wa Scorpion. Lengo wanataka wamkamate huyu mwandishi wa habari Camilla, aeleze ni sehemu gani walioenda kufanya mahojiano na huyo Judy. Sasa hiki kikosi kilichotumwa kumkamata Camilla wamekutana na mwamba kuitwa Eddie. Itakuwaje? Bwana na Eddie anakuambia sasa nataka nichangamshe damu. Naona vijana wamekuja, bwacha kidogo changamshe damu bwana. Nikumbushie enzi na enzi. Bwana karibu katika hii sehemu ya 7. Mimi naitwa Ango James. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na master mtaalam anaitwa Edazaria G Msulwa. Bwana karibu. Camilla akasimama akamsogelea Eddie sehemu alipokuwa amekaa. Taratibu akamkalia mapajani mwake na kuanza kumnyonya pale Eddie mabusu. Machale ya Eddie akaanza kumcheza. Akamsimamisha Camilla na kisha akamchoma bastola yake. Vipi? Camilla aliuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi. Eddie akawasha TV ya sebleni na kuna watu 6 wakiwa wamefunika nyuso zao huku wakiwa na bunduki mikononi mwao. Wamesimama kwenye korido ya eneo walipo huku wakiutazama mlango. Mmoja wao akasimama mlangoni na kutegesha pale bomu la kuvunja mlango huo. Ni akina nani? Jifiche ndani ya chumba hicho. Hawa niachie mimi. Wanakuja kunichangamsha damu ya mwili wangu. Nadhani natakiwa nirudi enzi zangu sasa nionyeshe kwamba mimi ni nani. Eddie alizungumza huku akichoma bastola nyingine, bastola ambazo zote zimejaa risasi. Akazielekeza mlangoni huku akiwatazama watu hao wanaojipanga kuweza kusubiria bomu hilo kulipuka ili waingie ndani na kufanya mashambulizi. Na bomu walilokuwa wamelitega likalipuka, ila cha kushangaza huo mlango haukufunguka. Walijikuta pale wakiwa wamebaki na mshangao. Mmoja wao akauliza imekwaje? Mmoja wao aliuliza yani kana kwamba alikuwa hajaona kile kilichokuwa kimetokea. Wakausogea mlango huo na kisha walianza kuuchunguza. Shit. Kumbe ni chuma hii. Aliyekuwa ameugusa mlango huo alizungumza huku akiwa na shanga. Ghafla wakasikia tu mlango huo ukifunguka na aliyekuwa mlangoni hapo aliweza kuvutwa ndani mithiri ya mwewe anavyokuwa kifaranga na mlango huo ukajifunga tena. Eddie akampiga mtama jamaa huyo aliyekuwa amemvutia ndani kwa kasi mno na kisha kamlaza chini huku akimsindikiza kwa kumpiga risasi za paja upande wa kulia. Jamaa alijikuta akilia kwa uchungu mno. Wenzake waliopo huko nje walianza kupiga risasi nyingi mno katika mlango huo, ila hawakufua dafu kwa risasi zao. Yaani risasi zao hawazikufanya chochote zaidi ya kudunda na kuanguka tu chini. Hey, weka bomu jingine. Kiongozi wao alizungumza na kumfanya mwenzake kuweka bomu jingine katika kitasa cha mlango huo, ila nalo pia halikufua dafu kuweza kuvunja ukuta huo. Ni nani aliyewatuma? Naam, huku ndani Eddie alizungumza huku akiwa amemlaza chini jamaa huyo aliyekuwa amemvua kinyago cha usoni mwake. Sijui. Eddie alimshindilia ngumi nzito ya uso na kumfanya jamaa huyo kuanza kumwagikwa na damu. Na kuuliza tena, ni nani aliyekutuma? Eddie alizidi kuzungumza kwa ukali na ndipo taratibu bidada Camilla alitoka ndani hapo mara baada ya kusikia mahojiano ya Eddie. Tumetumwa kumuua Camilla. Eddie alimtazama Camilla aliyekuwa amesimama huku akitetemeka kwa uoga. Nani aliwatuma? Eddie alizungumza kwa ukali na kumfanya jamaa huyo kuzidi kutetemeka. Tumeambiwa tumkamate akiwa hai. Atuoneshe ni wapi alipokwenda kumhoji Judy. Nani aliyewatuma? Mimi sijui, ila tumepewa maelekezo hayo. Wewe ni Scorpion? Na kuuliza wewe ni Scorpion? Eddie alizungumza huku akimgandamiza bastola katika kidonda chake.
Ndio, alizungumza huku akilia kwa uchungu mno. Eddie akamvunja shingo mtu huyo, akafa pale pale. Rudi ndani. Camilla ilibidi aweze kurudi ndani haraka. Eddie akavaa pale kinyago chake na kisha katazama TV yake. Akaona pale watu waliokuwa nje wakihaha kweli kubadilisha magazini za bunduki zao. Eddie akaminya button ya kuweza kufungua mlango bila hata kupoteza hata sekunde moja. Akawashambulia kwa risasi za vichwa na wote wakafariki pale pale. Eddie alifunga mlango na kisha karudi katika chumba alichokuwamo Camilla. Wameisha. Naam, Eddie alizungumza hivyo huku akiwa anavua sasa kile kinyago chake, na Camilla pale pale alijikuta na mkumbatia Eddie kwa nguvu huku akilia. Mikosa langu ni nini hadi waje kutaka kunikamata? Camilla lilalama huku akilia. Ni nani mwingine ambaye anajua juu ya mahojiano mliweza kuyafanya na Judy? Ni mimi na Peter. Ni nyinyi wenyewe wawili tu? No, na mkurugenzi. Mkurugenzi gani? Mkurugenzi wetu wa BBC, na yeye ndiye aliyetufanya tumwachie ile master, yani ile Mastercard ya kipindi cha mahojiano. Mpigie Peter. Kwa ile msikilizaji, Camilla pale ilibidi atoke ndani hapo na kisha akachukua pochi yake mezani, alitoa pale simu na kuanza kumpigia Peter. Simu ya Peter ikaita hadi kakata na haikupokelewa. Akapiga zaidi ya mara 4 ila hakupokea kabisa. Apokee simu. Nyumbani kwake unapafahamu? Ndio. Doke twende. Eddie alivaa kinyogo chake na kisha wakaondoka eneo hilo, wakaingia ndani ya lifti. Wakashuka hadi katika maegesho ya magari na kisha wakaingia katika gari la Eddie ambalo hulitumia katika matembezi yake akiwa katika mji huo. Aliwapigia pale vijana wake waliopo katika mji huo kuhakikisha kwamba wanafanya usafi katika nyumba yake alipokuwa amefanya mauaji ya watu waliokuwa wamekuja kumteka Camilla. Wakafika nyumbani kwa Peter, wakakuta pale geti liko wazi. Alafu sio kawaida yake kuacha geti wazi, Camilla alizungumza huku akishuka ndani ya gari. Eddie akatangulia kuingia ndani. Mazingira ya eneo zima yalikuwa yanaonyesha kuna tukio limetokea. Wakaingia ndani na kukuta pale vitu sebuleni vikiwa vimevurugika, huku kamera na laptop ya Peter zikiwa zimevunjwa vibaya mno. Je, una picha yoyote ya Peter? Ndio. Nitumie. Camilla ilibidi amwingize Eddie picha ya Peter katika simu yake na kwa haraka akaituma kwa majasusi wake na msako kumtafuta Peter hapo kaanza. Naam, msikilizaji, gari ambayo inayomfuatilia Peter ilionekana kusimama nje ya nyumba ya Peter, ambaye mara baada ya geti kufunguka aliweza kuingiza gari lake ndani haraka huku akiwa na wasiwasi mwingi mno. Mara baada ya kushuka kijana Peter kutoka ndani ya gari yake moja kwa moja sasa akawa anakimbilia chumbani kwake. Alichukua bastola yake na kisha akachomeka magazini aliyokuwa ameitenganisha na bastola yake. Watu 6 walikuwa wamezificha sura zao huku akiwa na bunduki mikononi mwao. Aliwaona pale na ndipo Peter akasema, Mungu wangu. Peter alizungumza huku akitetemeka kwa uoga, na hii ni mara baada ya kuona wanaume hao wakiingia ndani kwake. Sikiliza wewe, hatujakuja kukua. Unaweza kuondoka na sisi kwa hiari yako, la sivyo ndo utakufa. Mwanaume mmoja alizungumza huku akigawanyika kumsaka Peter alipo. Na hii ni kutokana na uoga. Peter alijikuta akijitoa chumbani huku mikono ikiwa iko juu. Walimkamata pale kwa ulaini kabisa na kwa haraka wakamfunga pale mikono yake kwa nyuma. Walianza sasa kuvunja meza ya kioo iliyopo pale sebuleni. Ni wapi mlipokwenda kumhoji Judy? Mimi sijui. Peter alivyosema hajui, walianza kumpiga maskini ya Mungu. Na mmoja wao alileta pale begi lenye laptop pamoja na kamera. Wakazikagua lakini hapakuwa na video yoyote ya mahojiano. Wakavunja kamera na laptop hiyo, wakaondoka pale na Peter na kisha wakaliacha geti wazi. Wakaingia katika nyumba iliyokuwa imezungukwa na ukuta mrefu. Walimfungia Peter kwenye moja ya chumba huku mikono na miguu yake wakiwa wamefunga kwa kamba ngumu.
Kina Jabili hawapokei simu. Ina maana hawajampata yule Kamila? Sijajua mkuu. Hebu apigie simu tena. Mkuu wa kikosi hiko cha Scorpion alimwagiza msaidizi wake. Akampigia simu Jabil ambaye ndiye anayeongoza kikosi kilichokwenda kumkamata Kamila. Jamaa akasema mkuu apokee simu. Hebu mpigie Mahmud. Sawa. Akajaribu pale kupigia simu hiyo, nayo pia majibu yakawa ni sawa kabisa kwamba simu ipokelewi. Kwani naye alikuwa apokee simu, ilibidi apige simu kwa wenzao wengine pia waliokuwa wameandamana nao. Lakini wote kikosi kizima kilichokwenda kwa Kamila kilionekana kabisa hawapokei simu. Jamaa akasema wote hawapokei simu mkuu. Mbona hizo kawaida? Ndio mkuu, hapo kutoka kuna tatizo. Mkuu, hebu ona hii. Mmoja wa vijana IT alizungumza alipokuwa katika harakati za kuweza kuzifuta video za CCTV kamera za tukio lilikuwa amelifanya nyumbani kwa Peter. Kamila mwenyewe si upo huko? Ndio mkuu. Sijui ameongozana na nani huyu amevaa kinyago. Kwa haraka pale mkuu wa kikosi hicho alimfuata Peter katika chumba alichokuwa amefungiwa, huku akiwa na laptop hiyo mkononi mwake. Akamuuliza pale, "Huyu ni nani?" Alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Peter aliyekuwa amevimba usoni kwa kipigo alichokuwa amempatia. Akamuuliza tena, "Huyu mwanaume ni nani?" Peter katazama mwanaume huyo akasema simjui. Alimtazama Peter kwa sekunde kadhaa na kisha akatoka ndani hapo. Akasema tusikilizane. Mkuu wa kikosi hiki alizungumza hivyo na wenzake wote wakawa wanamtazama yeye. Hadi sasa hivi waliomfuatilia Kamila hawajapatikana. Na Kamila anaonekana na huyu jamaa hapa, hatujui ni nani. Sasa jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunampata Kamila na huyu jamaa. Nadhani tunaelewana. Ndio mkuu. Ghafla mabomu ya machozi yalianza kuingia ndani kwa kupitia katika madirisha ya vioo na kuwafanya kuanza pale kukohoa. Mlango kafunguliwa na mvua ya risasi pale ilianza kuonyesha katika miili yao. Makomando wa Eddie waliokuwa wamepewa jukumu la kumtafuta Peter hawakuwa na muda wa kupoteza, kwani kwa kupitia video za CCTV kamera iliyokuwa imenaswa nyumbani kwa Peter waliweza kugundua gari lilokuwa ameingizwa kijana Peter lilikuwa eneo gani, na hicho ndicho kilichoweza kuwaponza vijana wa kadha. Komando mmoja akaitazama picha iliyokuwa imetumwa kwenye simu yake, akamtazama Peter na kuthibitisha kwamba mtu aliyekuwa amemwokoa ni yeye mwenyewe. Mkuu, tumempata, yuko hai. Kazi nzuri, mleteni kambini. Sawa mheshimiwa. Alikata simu na wakaondoka na Peter eneo hili. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Kamila akizungumza. Nyumbani kwake ni hapa. Kamila alizungumza huku akiwa wamesimama, gari la Eddie liko nje ya nyumba ya mkurugenzi wa BBC nchini Syria. Anaishi na nani? Eddie alizungumza huku akiwa anatazama walinzi wawili waliopo katika nyumba hiyo. Anaishi peke yake. Nyumbani kwake ni Dubai, ila hapa yupo kikazi, hivyo ni mtu wa kuweza kuingiza tu wanawake mbalimbali. Eddie alitazama saa yake mkononi mwake, ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 2 za usiku. Sasa hivi kwa maneno atakuwa ofisini. Sijui, ila ni mtu wa kutoka saa 1 ofisini. Yale mahojiano yako na Judy unayo? Ndiyo, unajua kabla kumkabidhi ile kadi mkuu, Peter aliweka pia kwenye flash kama vile alikuwa anatambua kwamba haya yatakuja tukotokea. Flash unayo? Ndiyo. Nipatie. Kamila alimkabidhi pale Eddie flash yenye mahojiano yake na Judy. Hebu nisubiri hapa. Eddie alizungumza huku akishuka ndani ya gari, huku akiwa amevalia pale kinyago chake usoni. Walinzi wakazishika pale silaha zao vizuri, huku akiwa anamtazama Eddie aliyekuwa anazidi kuwasogelea. Wakamuuliza pale, "Wewe nani?" Mlinzi mmoja alimuuliza Eddie. Eddie akasema anahitaji kuonana na mkuu, yupo ndani au hayupo? Kwanza vua kinyago chako usoni. Ndivyo mnavyofundishwa tabia ya kuweza kukaribisha wageni. Simu yangu moja tu itawafukuzisha kazi, kwa maana kwamba hamjui mnazungumza na nani. Narudia, yupo ama hayupo? Pale walinzi wakatazamana usoni, wakamjibu yupo. Okay, vizuri. Eddie akawashambulia walinzi wale kwa kuwapiga mateke pale wakazima.
Akachomoa pingu alizokuwa wamezining'iniza viunoni mwao, akawafunga pale na kisha akawaingiza ndani ya kibanda chao cha kupumzikia. Eddie akaingia ndani ya nyumba hiyo. Mziki ulikuwa umefunguliwa kwa sauti kubwa, ulimfanya Eddie kuingia ndani nyumba hiyo kwa kujiamini mno. Alisikia pale miguno ya kimahaba ikitokea kwenye moja ya chumba. Kwa bahati nzuri akaukuta pale mlango katika chumba hicho ukiwa pale umerudishiwa tu. Alichungulia ndani, akamwona msichana mmoja akiwa yuko utupo huku akiwa amekalia kiunoni kwa mkurugenzi huyu wa BBC. Binti huyu alikuwa anaendelea pale kumpa penzi mujarabu kabisa mkurugenzi huyu wa BBC. Eddie alitoa simu yake mfukoni akarekodi tukio hilo kwa dakika moja na kisha akafungua pale mlango akaingia ndani. Mkurugenzi wa BBC akauliza, "Wewe nani?" Mkurugenzi wa BBC alizungumza na kumfanya Eddie pale kuchoma bastola. Binti yule alipiga kelele. Eddie akasema, "Shh, nyamaza." Eddie alizungumza huku akivuta kiti na kisha akakaa. Akampokonya msichana huyo shuka lililokuwa amejifunika, akawapiga picha kadhaa kwa kutumia simu yake na kisha akakunja pale nje kwenye kiti. Eddie akazungumza kwa kusema, "Naamini hakuna kati yenu atakayependa kufa." Eddie alizungumza huku bastola yake akiwa amemwelekezea pale mkurugenzi wa BBC. "Wewe ni mkurugenzi wa BBC. Huyo binti ulionayo sio mke wako, bali ni kahaba tu. Hizi video na picha endapo nitaziweka kwenye mtandao, naamini maisha yako yatakuwa yameharibika kuanzia kazini kwako hadi katika familia yako iliyopo Dubai." Sasa wewe useme unataka nini? Mkurugenzi wa BBC alizungumza kwa kitetemeka na Eddie akamrushia hiyo flash. "Sikia, zimebaki dakika 10 kabla kipindi kwenda hewani. Hivyo nahitaji hicho kipindi kiruke hewani sasa hivi." Kipindi gani? Kipindi gani? Itazame hiyo flash." Mkurugenzi wa BBC alichukua ile flash na kisha kichomeka katika laptop yake. Alishtuka kuona ilikuwa ni mahojiano ya Judy. "Mpigie mkurugenzi wa kipindi." Kwa haraka ilibidi ampigie pale mkurugenzi wa vipindi na kisha akaituma video hiyo kwa mkurugenzi huyo. "Okay, nimekifanya ulichokihitaji, nimeshafanya, kwa ondoka basi nyumbani kwangu." "Bado sijamalizana na wewe." Eddie alizungumza kwa kisimama. Akamzimisha kwanza yule msichana aliyemkuta pale chumbani kwa kumpiga na kitako cha bastola shingoni mwake. Binti yule kazima na kisha Eddie akarudi kukaa kwenye kile kiti. "Uliwapa Scorpion jukumu la kumuua Camilla pamoja na Peter. Itakuwa ni jambo jema sana bosi wako akijua kwamba ulichokipanga hakijafanikiwa." Mimi siwezi." Eddie akawasha TV iliyopo chumbani humo, akaweka channel ya BBC na saa 3 kamili kipindi cha mahojiano ya Judy na Camilla yalianza pale kuonyeshwa kwenye TV hiyo iliyokuwa inaonekana dunia nzima. Eddie alisimama na kumtazama mkurugenzi huyo anayetetemeka kwa uoga. Akamwambia, "Nipe namba ya mkuu wako Scorpion." Mimi sijui." Eddie akampiga risasi mguu. Jamaa alipiga ukelele wa maumivu mno. Akamwambia, "Naomba namba." Jamaa pale pale mwenye alianza kuitaja namba ya Katha na ndipo Eddie akainakili katika simu yake na kisha akampiga risasi ya kichwa huyu mkurugenzi na kisha akatoka ndani hapo na akarudi ndani ya gari alipokuwa amemwacha Camilla. Akaondoka eneo hilo la nyumba ya mkurugenzi wa BBC. "Imekwaje?" Camilla aliuliza huku akitazama tu pale nyuma. "Watu kama yeye hawapaswi kuendelea kuishi." "Ina maana?" "Nimemuua." "Eddie, nisingemuua angekuwa. Hivyo ni jambo rahisi sana. Anayetaka kukua akikosea step muue wewe. Hata mbinguni naamini hiyo sio dhambi kabisa." Eddie alizungumza huku akiongeza pale mwendo wa gari hilo kuelekea katika eneo ilipokuwa helikopta yake kwa ajili ya safari sasa ya kurudi katika ngome yake. Naam, kwa upande wa pili tunapata kumwona mzee Max. Aliongeza sauti ya TV na kisha akakaa vizuri huku akiwa anatazama mahojiano ya Judy pamoja na Camilla. "Bana, Ghost, upo wapi?" Mzee Max alimpigia pale simu Ghost. Ghost akasema, "Nipo kwenye bustani." "Hebu njoo sebuleni, kuna taarifa hapa inatuhusu." Kwa ile kupita dakika 2, Ghost ambaye ni babake na Ryan aliweza kuingia. "Aise,
Judy ameamua kumwaga ugali. Hayo mahojiano yamefanyika lini? Leo hii, yani sasa hivi. Walikaa kimya huku wakiendelea kuyatazama. Ina maana ya kwamba mke wa Eddie ndio mkuu wa Scorpion? Ndio maana yake. Huu mchezo umeshaanza kuwa ni mtamu. Inatupasa kujipanga na sisi. Ghost alizungumza huku akimtazama swahiba wake Max usoni. Inabidi tufanye mkutano na wewe utangaze nia kuweza kugombania urais. Sasa Max, nisikilize. Niandalie waandishi wa habari, mambo yameshapamba moto. Unajua sina muda wa kuweza kupoteza kwenye hili. Sawa. Mzee Max pale akapiga simu kwa waandishi wa habari wa television kama 3 vitofauti, na kisha akawapangia muda wa kufika katika ngome ya Ghost. Ni siku tu inayofuata saa 3 asubuhi. Sasa Max, mimi nitakwenda kuongea nini? Cha kuzungumza ni kuwajezea shutuma hao wapuuzi walioko madarakani hadi wajione kwamba hawana kitu. Yaani huu ndio wakati wa kuwapa ukweli wote wa Tanzania. Okay, sawa. Basi acha nijiandae kwa kesho. Ghost aliondoka sebuleni hapo na kuelekea chumbani kwake. Alianza pale kuwa ndani kitu gani ambacho ataweza kwenda kukizungumza. Jamani, kumbe mama yuko hai. Naam, alikuwa ni Lisa. Alizungumza kwa kitazama taarifa hiyo ya habari. Na ndipo mama yake na Linda, ambaye ndo huyo mama Lisa, akasema, hata mimi sijui. Ndo nashangaa hapa jamani. Mama Lisa alijibu huku akiwa anaendelea kutazama taarifa hiyo ya habari. Ila unajua kwenye hii dunia kuna mambo mengi sana ya siri ambayo yanaendelea. Baba Linda naye alizungumza kwa upande wake. Hivi inakuwaje yule mama amekuwa na roho mbaya kiasi cha kumuua mumewe kisha akamweka gerezani Judy wa watu maskini ya Mungu? Mama Linda alizungumza hivyo kwa unyonge kweli kweli. Alafu sasa anataka kugombania urais, ikiwa babangu mkwe naye anataka kugombania urais. Ila mimi naamini babake na Ryan huyu atashinda. Kwa maana watu unajua wanahitaji kupata mtu mpya kwenye kiti cha urais ambaye hatotoka katika jamii ya uongozi wa rais wa Eddie wala uongozi wa sasa. Mama Linda naye alitia pale maneno yake. Inabidi tumuunge mkono kwa nguvu zetu sote. Unajua ametutoa kwenye matatizo ambayo yalitufanya tusiwe tunaishi kwa amani. Kila siku ilikuwa ni vitisho, kutekwa, mikwara na matatizo mbalimbali. Baba Lisa alizungumza hivyo na wote wakakubaliana kumuunga mkono Ghost kwenda kugombania kiti hiko cha urais nchini Tanzania. Swali ni je, watafanikiwa? Bwana msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona makamu wa rais akazima kwanza TV huku uso wake ukiwa umejikunja kwa hasira. Mahojiano ya Judy kwenye chombo cha habari cha BBC ni mahojiano yanayozidi kumvuruga akili yake, kwani mipango ya kumpata Judy ilikuwa inazidi kwa migumu. Ilibidi ampigie simu pale swahiba wake Mheshimiwa Rais Dismas, akampigia video call. Kweli Rais Dismas akapokea ile simu. Vipi wewe ndugu yangu? Unaonekana kama vile unachefukwa kweli kweli na una hasira. Ndio bwana, hivi umeona mahojiano ya yule mshenzi? Ndio ninachoendelea kuikitazama hapa sasa hivi. Sasa ndugu yangu Dismas, tunafanyaje? Bwana makamu, mimi nilishakwambia wenzetu wamejiandaa kwa kipindi kirefu sana. Yaani si mchezo ndo tunaoshtukia sasa hivi. Ona sasa, kumbe siku zote yule mama alikuwa anajificha ficha tu sura, kumbe ni mke wa Eddie Aise. Unajua mimi mwenyewe ndo nimeshangaa sana kwa kweli. Yaani tunaongozwa na Scorpion, kumbe ni mke wa Eddie. Ndo hivyo tumeshangaa, ila ukweli ndo utabaki hivyo. Ndo mkuu wetu. Hatuna namna ya kuweza kuendelea kumheshimu tu, ndo kinachotakiwa tumheshimu kama tunayependa maisha yetu. Tuachane na hayo. Unajua uchaguzi uko mbele yetu. Kwenye hii tume inabidi tuweke mtu wetu ambaye tutamwamini na atafanya kila tunachotaka sisi, hata kutuibia kura ikiwezekana.
Ngoja kwanza we makamu. Kazi uliopewa na Scorpion umeifanya? Naendelea kuifanya. Ila nikwambie, kumbuka Rais Eddie anatufuatilia kila hatua ambayo tunaipiga. Hivyo inatupasa kuwa makini tena sana sana. Usijali ndugu yangu, mimi nikutakia usiku mwema. Nawe pia makamu. Kweli makamu wa rais akakata simu baada ya kumaliza kuzungumza na Mheshimiwa Rais Dismas. Makamu akafikiria kwa muda na kisha akatoka ofisini kwake hapa, akaelekea anapoishi. Flora alionekana kuzungumza kwa kusema, baba, hivyo umeona kwenye TV? Flora alizungumza mara baada ya baba yake kuweza kuingia sebuleni. Nimeona mwanangu. Yupo hai kweli, tunafanyaje baba? Hebu tuandae wapiga kura wetu, kwa maana hata humo ndani ya Scorpion mambo yanachemka. Hata mimi nilikuwa ninakuambia ufanye hivyo hivyo baba. Kipindi hiki kilichobaki ndicho kipindi ambacho mnaweza kuchota pesa za kutosha. Hata kama ikitoka umeshindwa, unakuwa hauna cha kupoteza kwa sababu pesa mahali umeiba nyingi. Umeongea pointi sana leo mwanangu. Ya baba, huo ndo ukweli baba. Unajua tulihisi ya kwamba kurudi awamu yako itakuwa ni jambo rahisi. Ila tumeshaona upinzani jinsi unavyozidi kuwa ni mgumu. Wewe piga mabilioni ya pesa hapa baba kipindi uko makamu wa rais. Alafu kisha urais tunachana nao, tunakwenda kufanya maisha mbele ya safari kwa mbele kwa mbele. Sawa mwanangu Flora. Acha mimi nikapumzike kwanza. Makamu wa rais akaelekea kweli chumbani kwake na kumwacha Flora yuko sebuleni akiendelea pale kutazama mahojiano hayo. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa Vivian akiwa na Ryan, Vivian alionekana kuzungumza kwa kusema, ujue, nakumbuka sana uongozi wa Rais Eddie na huyu mama. Ulikuwa ni mzuri tena sana. Japo mimi nilikuwa ni mdogo, ila nilikuwa naona jinsi watu walivyokuwa wananeemeka na mapesa. Vivian alizungumza huku akiwa amekilaza kichwa chake kwenye mapaja ya Ryan. Baby, mbona unaonekana kama vile una mawazo? Na kuongelesha lakini wao unijibu. Ulikuwa unasema? Nilikuwa nasema kipindi nipo mdogo uongozi wa Rais Eddie na Madam Judy, ulikuwa ni mzuri mno. Kipindi wanaingia madarakani wewe ulikuwa na umri gani? Nilikuwa primary. Okay, sawa. Ryan alizungumza huku akiendelea kutazama mahojiano ya Camilla pamoja na Judy. Unajua huyu mama kama kirudi nchini kugombania urais, mimi nitampigia kura kwa kweli. Huyu alikuwa ni mwanamke wa kuigwa katika kipindi chake. Kwanza alitutia sana hamasa wasichana wengi wa kike tuamini kwamba hata sisi tunaweza kuwa ni marais hapo baadaye, tukawa kama viongozi. Unahisi atashinda? Yes, na mimi atashinda kwa maana kwamba watu bado tunampenda ujue. Ghafla simu ya Rani ilianza kuita. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha kasimama. Okay, nahitaji kuipokea simu. Rani alizungumza kisha kasimama akatoka nje kabisa ya geti. Yes, hello. Niambie mshikaji wangu. Poa Naima, vipi? Aisee, mipango bado inaendelea. Ninavyozungumza hivi ni kwamba kesho naye pia mzee anakwenda live kwenye vyombo vya habari, anataka kuweza kupasua jipu. Eddie alijikuta anashusha pumzi huko akitazama geti la kuingilia nyumbani kwa Vivian. Okay, niambie nifanye nini Ryan? Acha tuende hewani. Kwa nini? Kwa sasa nahitaji kuweza kutazama ni nguvu gani ambayo itaweza kushinda. Ila Ryan, tambua kwamba wana mpango wa kuweza kukua na bado wanakutafuta. Hebu jaribu kufikiria wakishashika madaraka ya nchi ya Tanzania, wote kwa upo katika hali gani? Na kuelewa Naima unachokimaanisha. Ila kwa sasa nina maana yangu kukuambia hivyo. Acha tuone mambo yatakavyokuwa na kisha tutajua tu nini cha kufanya. Ni lazima tu tutajua. Hatua zao ni lazima tu tutazijua. Na hao waandishi wa habari wana mpango wa kufanya mazungumzo naye muda gani? Kwenye saa 4 au saa 3 hivi za asubuhi, kwa maana kwamba saa 3 ndo muda wao kuweza kufika kwenye ngome. Familia yangu vipi? Ipo salama kaka. Okay, sawa. Tanzania sasa unapiga issue gani? Kuna wahuni nahitaji kuweza kula na usani moja. Haya sawa. Utanifahamisha utakapoweza kuhitaji msaada wangu. Hakuna shaka Naima. Naam, hapo Ryan akakata simu na kisha akampigia Rais Eddie. Ndiyo Ryan, nakusikia.
Mkuu, kesho Ghosti naye pia anatoka hadharani. Atahojiwa na waandishi wa habari. Na okay, safi sana. Taarifa muhimu sana hii nitaifanyia kazi. Sawa mkuu. Ryan alikata simu na kurudi ndani. Alimtazama Vivian jinsi alivyokuwa amenuna. Wewe nini? Hivyo kwa nini simu zako unakwenda kuzungumzia nje? Hiyo ndio sababu ya kununa ama? Mimi naumia roho Ryan. Inakuwaje simu nyingine huwa unapokea ukiwa na mimi, nyingine unakwenda kuongelea nje? Unataka mimi nihisi nini eh? Vivian alizungumza kwa kudeka kweli kweli. Ngoja nikupe funzo moja. Maana ya simu mkononi inahusisha mtumiaji mmoja kwa mambo ya kibinafsi ambayo si lazima wewe kuweza kujua. Mimi sitokushangaa kukuona unakwenda kupokea simu nje, kwani kuna mazungumzo ni lazima uzungumze private na mengine uzungumze kawaida hata kama mimi nikiwepo. Hivyo jifunze kutambua umuhimu wa simu binafsi za mtu. Mimi sio mtu ambaye nikikuona unapokea simu nje nitaanza kuhisi labda unajepuka. La hasha, siko hivyo. Nadhani umenielewa sasa. Kwa hiyo hauna wivu na mimi? Sijazungumzia wivu mimi. Na maanisha umenielewa nilichokizungumza? Ndio mpenzi, nimekuelewa, basi nisamehe. Na usijali. Naam, msikilizaji, tukiachana na Ryan, turudi kwa mwanamama Katha. Mwanamama Katha alionekana kuzungumza kwa kumfokea msaidizi wake kwamba imekuaje? Imekuaje umerushwa hewani? Imekuaje? Imekuaje kipindi kimekwenda hewani? Hapo mwanamama Katha anagomba kweli kweli. Sasa msaidizi wake akawa anasema hata mimi sijui mkuu. Najionea tu mauzauza, nimejaribu sana kumpigia simu mkurugenzi wa BBC apatikane hewani. Shetani mkubwa kweli kweli yeye. Na vijana tuliowatuma kumkamata Kamila na wenzie wote mashetani shenzi kabisa. Umewatafuta? Msaidizi wa Katha akasema ndio mkuu, wote nimewatafuta lakini hawapokei simu zao. Simu ya msaidizi wa Katha pale pale ikaanza kuita. Akaipokea na kisha akaiweka sikoni mwake. Baada ya maelezo ya sekunde 5 akakata simu na kisha akabadilisha channel. Walishangazwa na taarifa ya kuuawa kwa mkurugenzi wa BBC nchini Syria akiwa yuko nyumbani kwake. Mwanamama Katha akasema nani aliyehusika kwenye hili? Hapo mwanamama Katha alizungumza kwa upole, sasa ilibidi calm down, na ndipo msaidizi wake akasema naamini vijana wanafanya upelelezi, tutapata tu taarifa. Huyu mshenzi amenichafua sana. Ila hana ushahidi. Hata kama hana ushahidi, ila amenichafua sana. Katha alizungumza kwa ukali huku akimtazama msaidizi wake usoni. Ghafla simu ya mwanamama Katha ilianza kuita. Alitazama kwa muda. Vipi mkuu? Mbona ni private number na sijawahi kupigiwa mimi na private number kwenye hii simu? Mkuu, pokea labda simu ya muhimu. Katha alipokea simu hiyo na kisha akaweka loudspeaker. Hello, my dear ex-wife. Naam, ilikuwa ni sauti ya Eddie, ilimfanya mwanamama Katha kuachia msonyo mkali mno. Ni wewe mwanaharamu usiyekuwa na haya Siku hizi umekuwa ni mwanamke wa Kiswahili, unajua kuchamba mwenyewe. Sema unataka nini? Usio unazungumza hapa. Na kuona unahangaika sana kufanya mambo ya ajabu ambayo yanakupotezea muda. Sasa dunia nzima imeshatambua uovu wako ulioweza kufanya, na nikuhakikishie tu ya kwamba anguko lako na hiyo Scorpion ni kubwa kuliko vile unavyofikiria. Kaa hapo hapo kusubiria kuanguka kwangu, na wewe siku si nyingi nitakupa surprise ambayo hutakuja kukaa kuamini kwamba hiyo surprise imetoka kwangu. Ndio hivyo, wewe subiri tu. Wewe unajikuta wewe mjanja kwa kumpata huyo Judy. Wewe subiri, utaona tu, subiri. Nilitaka kukuambia jambo moja la muhimu Katha. Achana na kumsaka Peter na Kamila, kwa maana ya kwamba watu wako uliowatuma kuwatafuta Peter na Kamila wamekufa, akiwemo huyo mkurugenzi wako. Kingine ambacho ni cha umuhimu na cha mwisho katika mazungumzo yetu, tambua kwamba Kamila ni mke wangu wa ndoa. Endapo utajaribu kumshika au kumdhuru au tu nikasikia unamfuatilia, tambua kwamba utakufa siku hiyo hiyo. Maneno ya Eddie alimfanya mwanamama Katha kuweza kuivurumusha simu yake. Alipiga pale ukutani, simu ikapasuka vipande na kumfanya sasa aanze kupiga kelele za uchungu na maumivu makali, hadi msaidizi wake sasa akamwonea huruma, kwani bosi wake alikuwa anapitia katika kipindi kigumu mno ambacho hajawahi kupitia toka ianzishe hii Scorpion.
Eddie amekuwa ni pasua kichwa. Eddie amekuwa akimsumbua kweli kweli. Nataka Eddie afe. Afe kikweli kweli. Nataka Eddie afe. Afe. Haiwezekani mimi Eddie ananisumbua kichwa. Afe. Mwanamama Katha alizungumza kwa ukali huku akimwagikwa na machozi mfululizo. Machozi mfululizo yalikuwa yanamtoka. Hadi mlinzi wake alikuwa anatamani kuzungumza jambo, ila alishindwa kuhofia sasa kumvuruga mwanamama Katha. Na mwanamama Katha alionekana kuvurugika kweli kweli. Niandalie waandishi wa habari. Nahitaji wanangu waletwe. Mkuu, una uhakika? Nimekuambia fanya hivyo. Wanangu waletwe hapa. Nahitaji kujisafisha. Wewe unasema una uhakika wa nini? Una uhakika wa nini? Mwanamama Katha alizungumza huku akifuta machozi yake, na kisha alisimama imara, kwani hakuna muda wa kuweza kulia zaidi tu ya kusimama na kulisafisha jina lake ambalo limechafuliwa na mwanamama Judy kwa kiasi kikubwa mno. Msaidizi wake alipiga simu sehemu ambayo watoto wa Katha wanaishi, ambapo ni nje kisiwa hicho, na wakapakizwa pale kwa ndege binafsi na safari kuelekea kisiwani hapo ikaanza. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanamama Judy akimuuliza Eddie ya kwamba kulikuwa kuna haja ya kumpigia simu na kumweleza kuhusiana na Camilla kweli. Judy alimuuliza swali hilo Eddie wakiwa wamekaa katika kibanda cha kupumzikia. Eddie akasema nahitaji kucheza na akili ya Katha hadi aweze kufurahi na akili yake. Ila Eddie, unajua hii vita inabidi kuicheza kwa akili sana. Tumeshamzidi kete nyingi. Kilichosalia ni sisi kuweza kujiandalia ushindi. Jiandae sasa, unakwenda kuwa rais mpya nchini Tanzania. Sawa? Basi wewe nenda kafurahi usiku wako na mke wako mpya mtarajio. Judy, siku si nyingi nitafanya hayo mambo. Toka zako Eddie, ingekuwa sikujui hapo sawa. Na hapa kulivyokuwa kuna wasichana bomba, usitake kuniambia kwamba hakuna ambao wewe hujapita nao. Ukweli ni kwamba ndio huu unaokuambia, hata kama nikihitaji kuweza kupita na mwanamke, siwezi kupita naye wa humu ndani ya kambi. Hawa wanawake waliopo ndani ya hii kambi kwanza waniheshimu mimi kama baba yao. Haya, nenda kafurahi usiku wako. Alfajiri sasa hivi kumesha kucha. Eddie alizungumza huku akitazama saa yake mkononi. Vipi wewe haulali? Kichwa kina mawazo mengi na ndio maana nimetafuta sehemu hii niweze kutulia. Okay, poa Judy, acha mimi nikapumzike. Sawa Eddie. Eddie alielekea chumbani kwake na alimkuta Camilla akiwa pale amejilaza kitandani. Tena alikuwa yuko na nguo ya ndani tu huku akionekana kujiandaa kwa ajili ya mtanange wake wa kwanza na Eddie. Eddie alivua pale nguo zake na kupanda kitandani, huko viganja vyake vikikatiza sehemu mbalimbali za mwili wa Camilla. Camilla alitoa miguu kimahaba, na hii ni mara baada ya kuanza pale kunyonywa shingoni mwake. Taratibu walianza kuandaana kwa ajili ya mtanange wa kukata na shoka. Kila mmoja alipoweza kuridhika, mechi kaanza, huko Camilla akionyesha mapigo yake yaliyomfanya Eddie azidi kupagawa naye. Hadi wanamaliza, unaambia kila mtu alijawa na furaha moyoni mwake. Eddie, nikwambia siri moja. Niambia. Mimi nilikupenda kwa kipindi kirefu sana. Acha kunitania. Haki ya Mungu, nilikupenda toka ukiwa uko General Jeshi. Nilikuwa na uvutiwa sana na wewe. Kuanzia uvaaji wako, ulikuwa ni very handsome. Ile clip ambayo uliiweka kwenye mtandao wa kijamii ukidandia ndege huku ukiwa kwenye gari, I say, nilijisi kupagawa ile siku. Nilikuwa najaribu kupata nafasi ya kukuhoji, ila nashindwa kwani ningeonyesha hisia zangu hadharani. Na wewe na mke wako ulikuwa unampenda na ulikuwa unamwongelea hadharani. Hivyo nilijiona sina bahati. Camilla alizungumza kwa sauti ya upole, sauti iliyojaa mahaba kweli kweli.
Kweli eh? Ndiyo bebe. Uliposikia nimekufa ulijisikiaje? Sikuingia kazini wiki nzima. Nilihisi naumwa, na kuanzia kipindi hiko sikuwa na mapenzi kwa mwanaume yoyote. Nilijihisi ni mjane. Hata mwanaume akitumia muda mwingi kunitongoza naweza tu, nikajikuta tu ninakubali tu, ila mwisho wa siku ninaachana naye kwa maana kwamba huwa sijisikii chochote kabisa. Basi Mungu alikuwa na makusudi yake uje kuwa na mimi. Yaani leo nilipokuona umevaa kinyago unatukaribisha pale, nilihisi kusisimka mwili sana, na sio kawaida mimi kukutana na mwanaume alafu nikasisimka mwili eti mpaka na vinyweleo vikanisimama. Ila ulivyoniita nilijua kabisa unataka kuweza kunitongoza, na nilikuja tu kwa ushauri wa Peter, na kama Mungu hisia zangu zilikuwa zimefufuka tena. Eddie taratibu akausogeza pale mdomo wake katika lipsi za Camilla, wakaanza pale kupigana mabusu taratibu na kumfanya Camilla kwanza kulainika. Wakaingia tena katika mzunguko wa pili wa mtanange ambao Eddie akataka kuonyesha kwamba ng'ombe mzee hazeki maini, kwani si kwa mapigo ya kumwadabisha Camilla, mpaka akakubali kwamba Eddie ni mwanaume wa kukata na shoka. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine tunapata kumwona mtoto wa Katha ambaye ni Nadia. Aliweka simu yake pembeni, na hii ni mara baada ya kutazama mahojiano ya Judy na Camilla kupitia mtandao wa YouTube katika simu yake. Rosie ambaye ni mlinzi wake akauliza, tunafanyaje mkuu? Rosie alimuuliza Nadia huku akiwa anamtazama. Nadia akasema na imani ya kwamba mama atakuwa na mpango akilini mwake. Au umpigie umuulize? No, so wakati sahihi hataweza kunipatia majibu mazuri. Mamangu mimi namjua. Vipi watu wetu wamefikia wapi? Wapo njiani. Saa 2 asubuhi watafika uwanja wa ndege. Okay, sawa. Ila akili yangu kusema kweli haiko sawa. Kwa nini? Unajua natamani sana kuonana na yule jamaa wa kasino, yule muhensam, yule mkaka. Mkuu, au umempenda nini? Yaani, wewe acha tu. Nimetokea kuvutiwa naye. Unajua mpaka najishangaa. Sijai kuvutiwa na mwanaume wa kukutana naye mara moja. Mkuu, ya Rosie, unajua mimi nimeshawahi kutoka na mwanaume mmoja tu nchini Ujerumani, ila kwa bahati mbaya ulikuwa ni usiku. Tena usiku huo mmoja tu, ila baadaye tulikuwa ni maadui, kwani aliniumizia timu yangu nzima. Tena sio kuiumiza, aliua kabisa timu yangu nzima. Ndo huyo ambaye ni Ryan sijui? Ndiyo. Mkuu, mimi nakushauri kabla kuingia kwenye mahusiano na jamaa huyo, jaribu kumpeleleza ili kujua anafanya kazi gani. Sasa hivi unajua wanaume sio watu kuweza kuaminika. Ya Rosie, unachosema ni kweli, ila okay, acha tuone itakavyokuwa. Sawa mkuu. Hivi umelala kweli wewe? Nimejipumzisha tu kidogo. Kalale bwana. Naamini baada ya vijana kufika tutakuwa na siku ndefu. Okay, sawa mkuu. Rosie aliondoka sebuleni hapo na kuelekea chumbani kwake kwa ajili ya kupata mapumziko. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tukirudi Afrika Kusini, tunapata kumwona Ghost akizungumza pale na waandishi wa habari. Habari zenu ndugu waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Thomas. Ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa sana barani Afrika. Mimi ni Mtanzania ambaye nimekuwa nikijitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba ninaendeleza maendeleo ya nchi yangu kupitia sekta ya viwanda, afya pamoja na jamii. Naamini wengi wenu hapo nyuma mliweza kusikia taarifa ya kifo changu kilichokuwa kimesababishwa na ajali ya lori. Ni kweli ajali ilitokea nikiwa mimi na mke wangu, na kwa bahati nzuri au mbaya mke wangu alipoteza maisha huku mimi nikiwa niko katika hali mbaya sana. Nilikimbizwa Afrika Kusini kwa ajili ya matibabu, huku rafiki yangu mpendwa Bwana Max akihakikisha maisha yangu yanaendelea kuwa salama. Naam,
Ghost alizungumza huku waandishi wa habari wakiendelea pale kurekodi mahojiano hayo kwenye hoteli yake kifahari iliyopo Cape Town, Afrika Kusini. Ghost akaendelea kusema kwamba leo kuna mambo baadhi inahitaji kuweza kuyaweka hadharani ili watu wapate kutambua nini kilitokea hadi wakatangaziwa juu ya kifo changu. Ni hivi, miaka kadhaa nyuma nilikuwa na ndoto kubwa sana za kuja kuwa kiongozi wa nchi yangu ya Tanzania. Nilipenda siku moja kuja kuwa rais ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inazidi kupanda kiuchumi na wananchi wake wanaendelea kufurahia maisha ya kuishi nchini Tanzania. Kitu ambacho naamini nilikikosea kwenye haya maisha yangu ni kuwashirikisha marafiki zangu ndoto zangu nilizokuwa nazo. Marafiki ambao hawakuwa sahihi. Marafiki hao ni rais wa sasa wa Tanzania ambaye ni Rais Dismas pamoja na makamu wake. Kwa watu wangu wa karibu wanaweza kutambua ukaribu niliokuwa nao. Wenzangu kwa kipindi hicho walikuwa na nafasi katika serikali. Ni mimi pekee ndiye nilikuwa mfanyabiashara. Niliendelea kuamini kwamba wao ni watu wema sana kwangu. Wenzangu walipanga mipango ya kuniangamiza kwa namna moja ama nyingine, ili kuhakikisha kwamba ninapotea machoni mwa watu pasipo watu kuweza kuulizana maswali. Basi walihakikisha wanatengeneza ajali ambayo kwa namna moja ama nyingine malengo yao yaliweza kufanikiwa. Katika kipindi cha maisha yangu mimi nilibahatika kupata watoto wawili. Wa kwanza alikuwa ni wa kike na wa pili alikuwa ni wa kiume. Katika jambo nililomshukuru Mungu ni kwamba rafiki yangu Max alijitahidi sana kuhakikisha anamlea kijana wangu, na kweli alifanikiwa na akaja kuwa mpelelezi mashuhuri ndani ya serikali ya nchi ya Tanzania. Kijana wangu wa kike kwa bahati mbaya alifariki katika ajali ya meli iliyotokea Nungwi. Naamini wengi wenu mnakumbuka kuhusiana na ajali hiyo. Maisha ya kijana wangu hayakuwa mazuri sana, kwani hawa rafiki zangu hususan makamu wa rais alitoa maagizo ya siri kuhakikisha kwamba kijana wangu anauawa. Nitawaonesha moja video ya siri sana ambayo serikali ya sasa ya Tanzania iliyopo madarakani haipendi kuiona hiyo video ikitoka hadharani, ila mimi nitawaonesha waandishi wa habari. Naam, hapo TV ya pembeni bwana ilianza kuonesha video ya jinsi Ryan alipokuwa yuko ndani ya chumba cha mahojiano, na kisha alianza pale kufunguliwa sumu ya hewa. Ghost akasema, ndugu waandishi wa habari, hii video mnayoiona ni ya miaka kadhaa nyuma, ambapo mwanangu alifunguliwa sumu kali ambayo iliamrishwa na makamu wa rais kuhakikisha kwamba anakufa ili kufutilia mbali kizazi changu. Waliamini ya kwamba kijana wangu ana mipango ya kulipiza kisasi mara baada ya Max kumweleza ukweli ni nani amehusika na kifo cha wazazi wake. Na Max aliamua kufanya maamuzi hayo mara baada ya kufukuzwa kazi kwa kukataa kufuata amri ambazo hazikuwa na matakwa sahihi kutoka kwa viongozi wake wa serikali ambaye ni Rais Dismas pamoja na makamu wake. Kijana wangu ambaye nchi yake ye mwenyewe imemtangazia kwamba ni gaidi amehakikisha na okoa maisha ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bi Judy, lakini bado waliendelea kumwandama kijana wangu kwa kumtumia wauaji kadhaa ili kuhakikisha kwamba wanamuua. Naam, Ghost alizungumza na ikawekwa pale video iliyokuwa inamuonesha Ryan akiwa ndani ya moja mgahawa Afrika Kusini, na akaanza pale kushambuliwa na watu waliokuwa wapo ndani ya mgahawa huo ambao ni wauaji waliopewa jukumu la kumuua Ryan. Ghost akasema pale, ndugu zangu waandishi wa habari, samanini sana, video hiyo inatisha sana, ila sina jinsi kuweza kuifungulia dunia kuonyesha kwamba viongozi waliopo madarakani hawafai kabisa na wanapaswa kuweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Na kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba kijana wangu Ryan alikuwa ni mwalimu wa shule ya sekondari kipindi alipokuwa katika majukumu ya kikazi. Naamini mnaweza kujua wapelelezi wanaweza kugeuka tu wakati wote ule na kufanya kazi wanazoagizwa kutokana na mazingira. Hizi ni picha zake kipindi alipokuwa ni mwalimu. Na jambo la kumshukuru Mungu, alikuwa ni kocha mzuri sana aliyeisaidia timu ya shule yake kuweza kushinda kombe. Sasa basi, waliposikia habari ya kwamba Ryan yuko hai, mara baada ya kufanya shambulizi la kumshambulia kwa sumu, waliamua kumtoa nyoka pangoni. Naamini
mnajua namna ya kumtoa nyoka pangoni ni kuhakikisha kwamba unafanya kitu kitakachoweza kumkasirisha na kumtoa pangoni. Hivyo basi makamu wa rais pamoja na rais wake wakapanga shambulizi ambalo ni baya sana. Waliamua kutumia Al-Shabaab kuwateka wanafunzi wa shule waliokuwa wanafundishwa Ryan, na wakalipua pale mabomu kwenye yale mapango. Ni unyama uliovuka maelezo, na wao ndo wakatoka hadharani na kutusia kwamba wanaotafuta magaidi hao. Sasa swali kwa Watanzania, ni nani hadi sasa aliyekamatwa? Ni kiongozi gani aliowajibishwa kwenye lile tukio la kuuawa kwa wale wanafunzi kule Tanga? Jibu ni kwamba hakuna. Kwa maana kwamba wanajua nini walichoweza kukifanya, na malengo yao ni kuhakikisha kwamba Ryan anatoka hadharani ili wammalize. Sasa ndugu zangu, ili kuendeleza uovu wa kumsaka Ryan na kumtoa pangoni, waliamua kufanya ubadhirifu mkubwa mno kwa mke wa Ryan pamoja na familia yake. Mwanangu mimi ameoa mke mzuri, mrembo na mwenye sifa zote za kuwa mke. Mtoto wa makamu wa rais anaitwa Flora aliongoza genge la kuhakikisha kwamba anaisumbua familia ya wakwe wa Ryan, ikiwemo kuwatisha na kuwatishia kwa silaha hadharani kama ushahidi wa video unavyoonekana hapo. Naam, msikilizaji, ghafla ikaonekana video ya walinzi wa Flora jinsi walivyokuwa wamewanyoshia silaha wazazi wa Lisa, ikiwamo mdogo wake pamoja na mtoto mchanga. Ghost akaendelea kusema pale, eti ndugu zangu, kulikuwa kuna haja gani kutumia nguvu kwa mtu asiyekuwa na silaha? Nimesikia makamu wa rais ambaye ameratibu huu wote eti ana mpango wa kugombania urais kwenye uchaguzi huu. Sasa niwaambie kitu kimoja wa Tanzania, msifanye makosa ya kuchagua watu wasiokuwa na sifa kama mlivyosikia kwenye mahojiano ya Bi Judy. Ni kwa viongozi hao wamepandikizwa na Scorpion, sijui kitu gani iko. Sasa imefikia wakati tuseme basi. Tusiwape watu dhamana ambayo siku moja watakuja kuweza kutuuza bila sisi kuweza kujua. La mwisho ndugu zangu, kabla sijakaribisha maswali, natangaza kwamba ninakwenda kugombea urais katika uchaguzi huu ujao. Ila nitawasihi sana viongozi wahakikishe uchaguzi unakuwa ni wa haki na huru. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari, na karibisha Palma na karibisheni maswali. Mheshimiwa, tunaona umetoa maelezo mengi sana kuhusiana na viongozi wa sasa waliopo madarakani, na mwisho umetangaza nia kwenda kugombania urais. Kwa nini usingejinadi wewe mwenyewe kuliko kutangaza sifa za wengine ambazo ni mbaya? Uoni unataka kutumia huruma ya mateso uliopitia ili uweze kuingia madarakani? Naam, swali la mwandishi huyu wa habari lilimkasirisha sana Ghost moyoni mwake, ila usoni mwake aliacha tabasamu pana, akakohoa kidogo na kisha akajibu, sihitaji huruma ya mtu yote. Nilichokifanya ni kuwaeleza kwa undani mambo mengi ambayo watu hawakuyatambua. Inakuwa ingia akilini kwa watu waliokuwa wananijua nchini Tanzania na wanajua nimekufa, alafu nikurupuke tu kusema nahitaji kuwa rais. Basi nitakuwa rais mzimu. Ni lazima kueleza wananchi hatua kwa hatua nini kilichotokea mpaka nikasadikika kwamba mimi nimekufa. Je, kama Bi Judy asingesema alifanywa uovu na watu wabaya na sote tukajua kwamba amefariki dunia, angetoka tu hadharani na kusema anahitaji kugombea urais, ungekubaliana naye? Kwa hiyo kila kitu lazima kiwe na maelezo. Na mimi nimekujibu vizuri swali lako mwandishi wa habari. Jamani, swali jingine. Endapo wananchi wakikupa nafasi ya kuwa rais wao, nini ambacho utawafanyia? Swali zuri sana mwandishi. Nitahakikisha kwamba nchi inaongozwa kwa misingi na taratibu za kisheria, pamoja na kuhakikisha maisha kila mwananchi yanakuwa ni mazuri, kukidhi haja na mahitaji ya maisha yao na familia yake. Yaani nitahakikisha ya kwamba kila Mtanzania anakunywa maziwa asubuhi. Nitahakikisha ya kwamba kila Mtanzania simu yake haikosi bando, ni wifi kwa kwenda mbele kusikiliza simulizi za Uncle Jay. Nitahakikisha ya kwamba kila Mtanzania anamiliki usafiri mzuri, anatembelea gari kali. Nitahakikisha ya kwamba kila Mtanzania anaishi kwenye nyumba ya umeme. Sawa, tumesikia unaitwa Ghost. Je, ni kweli? Mwandishi aliyeuliza swali la kwanza akauliza tena swali jingine ambalo almanusura Ghost apige meza kwa hasira, kwani maswali kama hayo yanamharibia hii interview yake na waandishi wa habari.
Naam, msikilizaji, kwa upande wa mwanamama Katha, akiwa na walinzi wake wamesimama katika kiwanja cha ndege kilichopo katika kisiwa hicho kikubwa, huku akitazama ndege hilo lilobeba watoto wake likitua taratibu ardhini. Ndege ikasimama na mlango ukafunguliwa. Walishuka pale vijana wawili wa kiume wanaofanana na Eddie na wakamkimbilia pale Katha na mama yao, na kisha wakamkumbatia kwa nguvu huku wakimnyanyua, kwani walikuwa wamejazia kweli kweli miili yao kwa misuli. Mmekuwa mababa wanangu, karibuni sana. Asante mama, tumekumisi sana. Kweli? Ndio mama. Wakamkumbatia tena na kumfanya mwanamama Katha kujawa na furaha sana. Eddie, vita bado haujashinda. Nina silaha za siri nyingi sana, lazima nikuangamize. Mwanamama Katha alizungumza hivyo kimoyomoyo, huku akiendelea kukumbatiwa na wanae hao ambao ni watoto halali wa Eddie, ambaye Eddie hajui kama ana watoto wengine na Katha. Wakachiana kukumbatiana na kisha wakaelekea katika nyumba anayoishi Katha. Za mafunzo. Tunamshukuru Mungu, tumefuzu na tumefanya misheni kadhaa na zote zimeweza kufanikiwa kwa 100%. Kurwa alizungumza huku akijibwaga kwenye sofa. Mama, huyu ni nani? Doto aliuliza huku akitazama picha ya Nadia iliyokuwa ukutani, na ndipo mwanamama Katha akasema, huyo ni dada yenu. Tuna dada? Mbona kwa kutuambia mama? Sikuambia kwa sababu maalum, na yeye sijawahi kumwambia. Yote ni kutokana na kwamba nilihitaji kwanza mkue kiumri, kiakili na kimafunzo, na baada ya hapo ninaamini ya kwamba mtaweza kukutana, kwani hata dada yenu pia naye ana mafunzo makubwa kama mliweza kuyapitia nyinyi. Mama, unataka kusema kwamba dada naye ni muuaji kama sisi? Tena sana tu, ni hatari kama mlivyo nyinyi. Unajua nini mama? Niambie mwanangu. Kuna siku tulipewa mission ya kuua mmoja wa viongozi wa chama cha siri alichokuwa amekianzisha North Korea. Tulienda mimi na Kurwa. Bwana ise, wale watu wanapiga ngumi, hatujapata kuona. Ikawaje? Sasa kwa bahati mbaya walitukuta sisi wenyewe wachafu. Oya, maza tuliwachafua kinoma yani. Tuliwavunja shingo, tuliwaua. Yani tulipiga kambi yao nzima kwa kiufupi. Aise, walipata wapi ujasiri wa kuanzisha kambi ndani ya North Korea? Tunajua basi, si tulipewa kazi tu na tukaitekeleza. Ila, wajua tuje kukutana na misheni ngumu kama hiyo mama. Aise, kuanzia pale tulipelekwa na mjomba kwa mzee mmoja hivi upo mlimani huko. Tukajifua ndani ya miezi 8. Yaani mama, sasa hivi mtu aingizi hapa mkono kwetu. So unasema dada anaua? Sisi ndo hatari kupindukia. Naam, Kurwa na Doto walizungumza kwa kujitapa mbele. Mwanamama Katha alijikuta kitabasamu, kwani kwenye maisha yake alilea mimba ya watoto wake hao kwa siri kubwa mno, ambapo ni yeye na msaidizi wake pekee ndio walikuwa wanajua juu ya uzito huo. Hata Nadia mwenyewe alifichwa, na hata walipopelekwa kwenda kuishi North Korea, mwanamama Katha alikuwa anakwenda kutembelea kwa siri sana, na katika makozi yao wamefundishwa ni mambo ya mapigano, ukatili na uuaji. Mama, dada yuko wapi? Unajua tuna hamu ya kukutana naye. Dada yenu yupo nchini Tanzania, anapeleleza juu ya mauaji ya walinzi wa timu yangu. Walinzi ya timu yako wameuliwa na nani? Mbona mama hukutuambia tuje kuweza kuwashughulikia wahusika? Wahusika wapo, ila imekuwa ni ngumu kuweza kuonana nao. Wapo wapi mama? Nani akina nani hao? Unajua sisi mama tushindwi na kitu sisi. Nitawaeleza kwanza tupate chakula, na kisha nitawaeleza nini cha kufanya.
Ngoja kwanza mama. Unajua hii shumbono kama vile unaichukulia kirahisi yani. Ipo hivi. Niko katikati ya vita kubwa sana. Kwanza tazameni hii. Mwanamama Katha akaweka pale mahojiano ya Judy. Huyu ni nani huyu? Ni mambo mengi sana ya kueleza. Mama, huyo sisi damu zetu bado ni changa. Ndio kwanza tuna miaka 20. Tueleze nini kinachoendelea bi mkubwa. Kulwa alizungumza huku akimtazama Katha ambaye kimoyomoyo alikiri kwamba watoto wake hao wa kiume wanafanana sana na Eddie. Hebu njoni kwanza. Wakaelekea moja kwa moja chumbani kwa Katha na kukaa katika sebule ndogo iliyopo chumbani hapo. Ndio bi mkubwa, tunakusikiliza. Mwanamama Katha alitazama pale tattoo alizokuwa amezichora mikononi mwa watoto wake hao, huku kila mmoja akiwa na tattoo yenye uso wa Katha kwenye mkono wake wa kulia. Mnakumbuka mlishawahi kuniuliza kuhusiana na baba yenu kipindi mpo wadogo? Ndio mama, tunakumbuka. Mwanamama Katha kawasha TV na kisha kaunganisha simu yake na TV. Akaiweka pale picha ya Eddie na kuwafanya Kurwa na Dudu kutazamana. Tunafanana naye huyu mama. Tena sana. Na hiyo ndo kumbukumbu pekee ambayo aliniachia kabla hatujafikishana kwenye haya maisha. Nilimpenda sana baba yenu. Na nakiri wazi nilimpenda sana tena sana. Baba yenu alifanya makosa ambayo sikuweza kumsamehe. Makosa gani bi mkubwa? Alizaa na mdogo wangu wa tumbo moja. Na mbaya zaidi ni kwamba alimuua ili kuficha hiyo siri. Niliamua kukimbilia mbali na kuanzisha kundi langu la Scorpion. Kwani baba yenu alihitaji kuniua pia ili kufutilia mbali kizazi cha Scorpion. Kwani mwanzilishi wa hii Scorpion alikuwa ni babu yenu, na yeye ndiye aliyehusika katika kumuua babu yenu ili kuweza kuifuta Scorpion. Aise, mbona na roho mbaya sana huyu mzee. Ni kweli kabisa. Na kipindi nilipokuwa ninakimbia kuyaokoa maisha yangu, nilikuwa na mimba yenu. Nilifanikiwa kukimbia na dada yangu. Alitusaka sana kwa sababu alikuwa ni rais wa nchi ya Tanzania. Alikuwa na nguvu kubwa sana kwa kipindi hiko. Nilipitia maisha magumu sana na ndio maana niliamua kuwaficha sana. Endapo angejua juu ya uhai wenu angewaua pia. Mkubwa, huyo mbona hafai kumuita baba huyo? Wewe ndio baba na wewe ndio mama kwetu, wengine hao ni historia tu. Doto alizungumza kwa msisitizo kweli kweli. Maza, kwani yupo hai huyo mzee? Ndio. Yupo hai. Kuna kipindi alifeki ya kwamba amefariki dunia kutokana na skendo ya matumizi mabaya ya madaraka na aliba pesa nyingi sana serikalini. Ikabidi afeki kifo ili kuwalipua watu wote waliokuwa kwenye ndege, na yeye akaruka ndani ya hiyo ndege. Na hapo serikali ikatambua ya kwamba Mheshimiwa Rais amefariki dunia. Kwa hiyo Maza, huyo mshua alifeki kifo ili waje sasa. Alifeki kifo ili kunitafuta mimi kwa nguvu zake zote. Na ameanzisha jeshi lake ambalo ndio juzi chupu aniue nchini Tanzania. Mwanamama Katha aliweka pale picha za walinzi wake waliouawa na makomando wa Eddie. Mama, imetokea lini? Siku 5 zilizopita. Na nashukuru Mungu nilinusurika, na ndo maana mnaniona mimi kwa hapa hai. Sebi mkubwa, wewe tupatie maelekezo. Sisi tutamshughulikia huyo. Tunainua, yani hii vita sisi tunainunua. Haiwezekani auwe watu wetu wote hivyo. Yeye nani aise? Hapana. Mumeielewa hiyo interview ya huyo mwanamke? Ndio nani huyo mwanamke? Huyo alikuwa ni makamu wa rais kwenye serikali ya baba yenu, ambaye naye pia alihusika sana katika kuhakikisha ananiua mimi na anaua na nyinyi. Sijui ni madhira gani alipambana nayo mpaka kakamatwa na wa Russia. Alafu anatoka kwenye vyombo vya habari anakuja kunichafua mimi na Scorpion yangu. Sijui mimi nimewakosea nini. Na sasa hivi wameungana tena na baba yenu wananisaka. Aise, ndo hivyo. Nahitaji tuwashughulikie kiakili.
Tunakusikiliza bi mkubwa. Kutokana na kwamba wamefanya mahojiano ya kunidhalilisha kwenye vyombo vya habari, basi na mimi nahitaji kuwajibu kupitia vyombo hivyo hivyo vya habari. Na huyo mwanamke mnayemwona hapo, mwanamke wa sasa wa baba yenu. Kwa hiyo bi mkubwa, hili swala wanalipeleka kifamilia au sio? Ndio, wameamua kunishambulia. Ila na sisi inabidi kutumia akili kubwa mno. Ila kabla ya kuzungumza kwenye chombo cha habari, inabidi mjuane na dada yenu. Nahitaji kuzungumza naye kwanza na kisha mzungumze naye. Sawa Maza, sisi hatuna noma wala nini. Ila hapa tunasikia harufu ya damu. Tunakwenda kuangamiza washenzi waliojaribu kukuua bi mkubwa. Naam, Doto alizungumza pasipo kujua kwamba 60% ya hiyo story walioisikia, walioelezwa na mama yao, ulikuwa ni uongo mtupu. Na mama wao ameamua kuwajaza sumu watoto wake hawa ili kuhakikisha kwamba vita yake na Eddie anakwenda kuimaliza. Yaani mwanamama Katha anaamua kuwatumia watoto wake kwenda kulipiza kisasi kwa baba yao. Aise, huyu mama ni balaa. Naam, upande wa pili tunapata kumwona Nadia anatoa simu yake mfukoni na kisha kapokea. Hai mama, heshima yako. Nashukuru, unaendeleaje mwanangu? Haya ngelo wangu. Namshukuru Mungu, hapa tunaelekea uwanja wa ndege kwenda kuwapokea wasichana waliotoka huko. Sawa sawa mwanangu. Sasa nina surprise yako. Ipi tena mama? Kuna kipindi uliniambia ni kuonyeshe kama una ndugu zako wengine. Sijui unakumbuka? Ndio, nakumbuka. Leo nakuonyesha wadogo zako wa damu. Damu moja. Mama, wadogo zangu? Ndio Nadia. Wapo wapi? Nina hamu niwaone. Bwana mama Katha aligeuza simu kwa Kurwa pamoja na Doto. Wow. Kumbe ni wakaka jamani, tena mapacha. Nadia alizungumza kwa furaha. Ndio, ni madume wa nguvu, tena sio nguvu mchezo. Ni zaidi ya makomando nakwambia. Hey madogo, nyie mbona msalimii? Tulikuwa tunasubiria umalizane na Maza ise. Kumbe tuna dada mzuri sana. Heshima yako bwana sister. Nashukuru. Jamani, hebu fanyeni kwanza mje nchini Tanzania. Kwa maana kwa kipindi chote unajua nilikuwa ninaishi kinyonge. Ndugu zangu, mimi nilikuwa najua nina mama tu, kumbe nina wakaka jamani wa kunilinda. Ndio tunakuja hapo Tanzania. Nitawapa mawasiliano ili mzungumze nami moja kwa moja, tujuane vizuri. Hamna shida. Jambo ambalo nilihitaji kukuambia Nadia, na mimi nahitaji kufanya mazungumzo ya kina na waandishi wa habari ili kurudisha mashambulizi kwa Eddie na yule mpuzi mwenzake yule. Alafu nitakuwa na wadogo zako. Naamini huko alipo lazima tutumbo litamcheza. Aise, mama, hapo umegonga kunako. Na wanavyofanana naye, lazima atakuwa, lazima tu atasalenda. Ndio hivyo mwanangu. Kikosi chako kikifika utanijulisha. Ndio tunaingia hapo uwanja wa ndege mama. Kama baada ya dakika 10 hivi ndege yao itakuwa imetua. Hujapata usumbufu wote? Hapana mama. Okay sawa, kuwa makini mwanangu. Usijali mama. Madogo, tutaonana, ngoja nidili na mambo mengine. Poa sister, tuko pamoja. Nadia akakata simu. Mkuu, mbona unaonekana unafurahi hivyo? Rosie alimuuliza bosi wake huyu Nadia. Nadia akasema leo, unajua nimeona wadogo zangu aise. Yaani wamefanana copyright na baba. Kwa hiyo unataka kuniambia toka wadogo hamjawahi kuonana? Mimi sijawahi kuwaona, ndo leo nawaona. Aise basi mama anajua kutunza siri. Wewe acha tu. Wakasimamisha gari uwanja wa ndege wakiwa na gari aina Toyota Alphard iliyokuwa inaendeshwa na Rosie. Wakashuka na kuingia eneo la kusubiria abiria waliokuwa wanaingia nchini Tanzania. Ryan taratibu akaufunga pale mlango wa gari analoliendesha na kisha akasitisha kuweza kuingia ndani ya gari, na hii ni mara baada ya kuweza kumwona Nadia akitembea na mlinzi wake.
huyu amekuja kufanya nini hapa? Naam, Ryan alijiuliza huku akiwa ametoka kuonana na mmoja wa wafanyabiashara wa magari Dubai, ambaye huyu amekutana naye hapo uwanja wa ndege kabla hajaunganisha kwa ndege ya kuelekea nchini Kenya kwenye kikao cha wafanyabiashara wenzake. Na mfanyabiashara huyo aliunganishwa na Eddie, na ilikuwa ni lazima tu kukutana naye, kwani kulikuwa kuna mzigo wa magari ya kifahari ataweza kuyachukua kutoka nchini Dubai. Eddie akatazama mazingira hayo na kisha akaelekea walipokuwa wameelekea Nadia na mlinzi wake. Hello mrembo, mambo? Ryan alizungumza huku akitabasamu. Wow, niambie handsome, walizungumza huku akikumbatiana kwa furaha. Nashukuru mrembo, unajua umepita pale nikaona okay, ngoja nikusalimie kidogo, maana kulikuwa kuna kikao cha kibiashara hapa nimetoka kukifanya. Oh, unafanya biashara gani kwani? Mimi nafanya biashara wa magari ya kila aina. Aise, hongera sana. Nashukuru, sasa nikuache kama hutojali, tunaweza tukabadilishana namba. Yeah. Rani akamkabidhi Nadia simu yake na kaandika pale namba. Nimekufresh hapo. Yeah, imefika. Tutawasiliana basi, maana nina kikao kidogo cha kuweza kukiwahi na foleni hapa unaona tena inazidi kutaradadi. Okay, sawa Mr. Handsome. Rani aliondoka na kuingia ndani ya gari lake. Akaondoka uwanja wa ndege, kwani lengo lake lilikuwa ni kuweza kuipata namba ya Nadia. Mkuu, naweza nikaongea? Ongea tu Rosie. Huyu jamaa mimi moyo wangu na mashaka naye ujue. Nahisi kwamba sio mtu salama kwako. Tuna namba yake, tutamfuatilia Rosie, wala hata usijali. Okay sawa mkuu, ila kwa naye makini, unajua usiingize moyo wako kwa mtu ambaye tumekutana naye tu kasino. Na istosha, unajua baba yako sasa hivi ameshawasha kibiriti kwenye madungu ya petroli. Hapo wakawaona wasichana waliokuwa wanawasubiria, wakawapokea na kisha wakaelekea kwenye eneo lilipokuwa gari lao, wakaondoka uwanja wa ndege. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, ujumbe mfupi ulionekana kuingia katika simu ya Ryan. Baada ya kusoma kaingia YouTube kwa haraka na kisha akafuatilia mahojiano ya moja kwa moja yaliyokuwa yanafanywa na Ghost. Shit. Ryan alizungumza hivyo huku akikunja ngumi, na hii ni mara baada ya kuona video yake iliyokuwa imefungiwa kwenye chumba cha mahojiano huku sumu ikimdhuru. Mwili mzima Ryan ulimsisimka, vinyweleo vilizidi kumsisimka kweli kweli. Mahojiano ya Ghost wala hayakumuingia akilini, zaidi tu akili yake ikifikiria siku hiyo alivyokuwa amepewa mateso na waliokuwa wamempa mateso bado wapo madarakani. Nitakuwa kwa mateso kama uliweza kunipatia. Nasema tena nitakuwa. Ryan alizungumza huku sura ya makamu wa rais ikiwa inamjia kichwani mwake, na mawazo ya kuweza kuharakisha shughuli ya kuwaua wazee hao ilianza kumtawala akilini mwake. Ryan akabadilisha pale safari yake, akaelekea katika nyumba yake ya zamani aliyokuwa anaishi, ambayo ni siku chache tu alipita kuitazama. Akalisimamisha gari lake mita kadhaa kutoka ilipokuwa nyumba yake na kisha akashuka. Ukimya wa mtaa huo wenye majumba ya kifahari ukamfanya Ryan atembee hadi pembezoni mwa ukuta wa nyumba yake. Akaelekea eneo ambalo lilikuwa lina mlango maalum wa siri. Akafungua mfuniko wa chuma wa shimo hilo na kisha akashuka kuelekea chini kwa kutumia ngazi za chuma. Akapita katika njia yenye giza totoro, ila anaijua vizuri tu. Na mara ya mwisho kuwemo ndani ya nyumba hiyo aliipita kuwakimbia maafisa wa usalama. Akatokea ndani ya nyumba yake, akaikagua nyumba yake na kukuta vitu vingi vikiwa vimechanguliwa huku vingine vikiwa havipo. Washenzi sana. Walikuwa wanatafuta nini sasa? Ryan alizungumza huku akiendelea kukagua maeneo mbalimbali ya nyumba yake hiyo. Akaifungua shelf ya siri iliyopo ukutani, ambayo kwa mtu akitazama ukuta huo huwezi kugundua kama kulikuwa kuna shelf ya siri. Akatoa bastola 2, magazini pamoja na viwambo vya kuzuia sauti. Akaelekea katika chumba cha kuhifadhia silaha kilichopo chini ya ardhi. Akawasha pale taa ndani ya chumba hicho chenye giza na kisha akaziona bunduki zake nyingi za kila aina alizokuwa ameziweka ndani ya hiko chumba. Akaisogelea bunduki aliyokuwa ameiweka juu ya meza aina ya Barrett M92.
Akainama na kisha akaitazama bunduki hiyo yenye uwezo wa kushambulia mtu kwa masafa marefu. Aliinyanyua na kisha akaikoki pale vizuri. Wewe, nitakutumia kuwaua wale washenzi. Ryan alizungumza huku akiwa anaitazama bunduki hiyo ambayo ni nzito. Kwa mtu asiye na ujuzi hawezi kabisa kuitumia, kwani hata watumiaji wa bunduki hiyo wenye ujuzi nayo, ili kupata shabaha vizuri, ni lazima wakunjue vimiguu viwili vya bunduki hiyo na kisha wanaisimamisha chini au katika eneo ambalo wanaweza kupata shabaha ya uhakika. Akaichangua bunduki nzima na kisha alianza pale kuisafisha. Alipohakikisha imekuwa safi, akaiunda vizuri na kisha akairudisha kama ilivyokuwa. Akatazama risasi za bunduki hiyo zilizokuwa zimejaa kwenye kibox. Taa nyekundu ya tahadhari aliyokuwa ameiweka ndani humo ilianza pale kuwaka. Nani tena? Ryan alizungumza huku akiwasha TV iliyopo ndani hapo, na aliona gari mbili za shirika la X zikiwa zimesimama nje ya geti lake. Akawaona maafisa wa X wakishuka wakiwa wameongozana na Monica. Shit. Au walitega kamera nini? Ryan alizungumza huku akitoka ndani hapo kwa haraka na kisha akafunga pale mlango wa siri huo unaoshuka chini ya ardhi. Akarudi ndani ya chumba hicho na kuona pale maafisa hao wakifungua geti na kuingia ndani. Monica alionekana kushusha pumzi huku akawa anatazama nyumba ya Ryan ambayo ni mara nyingi sana amefika kwenye nyumba hiyo. Monica akafungua pale mlango wa mbele na kuingia sebuleni hapo. Akatazama vitu jinsi vilivyokuwa vimechanguka na ndipo Monica akasema, ninahitaji hii nyumba ifanywe usafi. Na kama mtafanya nyinyi au mtaajiri mtu basi ni nyinyi. Sawa? Sawa mkuu. Nahitaji siku ambazo nitakaa Dar es Salaam nini nakaa ndani ya hii nyumba. Monica aliwaambia vijana wake huku akiwa anasogelea picha kubwa ya Lisa iliyokuwa imebandikwa hapo ukutani. Hii picha muitoe na ikiwezekana mkaiweke store. Monica aliagiza na kisha kapandisha ngazi na kuelekea gorofani. Aliingia katika chumba cha Ryan, akafungua pale kabati na kutazama pale nguo kadhaa za Ryan, huku kukiwa kuna nguo pia za Lisa. Alizitoa nguo za Lisa na kuzitupa chini. Kwa hiyo wanahamia kwenye nyumba yangu ama? Ryan alizungumza, na hii ni mara baada ya kuona nyumba ikifanywa usafi. Mkuu, hii nyumba ni nzuri. Mlinzi wa Monica alizungumza huku akiwa ameingia ndani ya chumba cha Ryan. Yeah. Umejenga lini mkuu? No, ni nyumba ya baba wa mwanangu. Sawa. Tunalisa wasisitizo wenzako wafanye usafi haraka tuondoke. Sawa mkuu. Rani akafuta rekodi za yeye kutembea sebuleni hapo, kwani katika sebule na korido za nyumba hiyo kulikuwa kuna kamera za asili zilizokuwa wamezifunga ambazo sio rahisi kwa mtu kuweza kuzigundua. Hata Monica mwenyewe ambaye ameingia ndani ya nyumba hiyo kwa mara kadhaa hajazigundua. Baada ya vijana wa Monica kushirikiana kwa kasi na kumaliza usafi wa eneo hilo, wakaondoka huku Monica akiahidi kurudi siku inayofuata kwa ajili ya kukaa rasmi, huku akiendeleza operation ya kuwakamata wauaji wa maafisa wa Scorpion. Jinsi alivyokuwa ameingia ndivyo jinsi Ryan alivyotoka. Akarudi ndani ya gari lake. Akakuta simu yake anayotumia kuwasiliana na Vivian ikiwa imejaa jumbe nyingi mno za message na simu zilizokuwa zimepigwa bila kupokelewa. Akazisoma jumbe hizo na kisha akapiga simu ya Vivian, ikaita bila hata ya kupokelewa. Akajaribu kupiga mara 2 mfululizo ila nayo pia haikupokelewa. Aliwasha gari na kuanza kuondoka taratibu eneo hilo. Simu ikapigwa, ikabidi sasa apokee. Yes baby. Endapo unahitaji kuiona sura ya mrembo wako tena, tunahitaji kiasi cha milioni 100. Una dakika 5 za kujitafakari na kutoa jibu, la sivyo tutamua mwanamke wako. Sauti hiyo nzito ya vitisho ilisikika kutoka katika simu ya Vivian na kumfanya Ryan kusimamisha kwanza gari. Akaitazama namba ya Vivian vizuri. Ukaingia ujumbe kupitia WhatsApp. Akaufungua na kuona ni video ya Vivian akiwa ameshikiliwa na wanaume wawili waliokuwa wamefunika nyuso zao na walikuwa wamebakisha macho tu, huku mmoja wao akiwa amemwekea Lisa kisu shingoni mwake. Mbona mimi sijapanga kuua mtu jamani sasa hivi? Mpaka mnalazimisha niue. Ryan alizungumza huku akiendelea na safari yake. Baada ya dakika 5 simu ikapigwa. Hello.
Naamini umepata jawabu la tulichokuambia. Sasa ndugu yangu, milioni 100 mbona pesa nyingi sana? Kwa sasa mimi nazitolea wapi boss? Sasa subiri upate kichwa cha mpenzi wako mlangoni mwa geti lako. Hey, ngoja kwanza. Naombeni basi masaa 2 jamani, ili niwapatie hizo pesa. Masaa 2? Okay, la sivyo tutamua. Simu ikakatika na kumfanya Rani kuachia msonjo mkali. Akampigia simu Naima. Simu ikaita na kisha ikapokelewa. Naima. Niambie bro. Upo sehemu nzuri ya kuzungumza? Niambie. Kuna mafala wamemteka demu moja hivi, alinikaribisha hapa Dar es Salaam. Sasa nakutumia namba yake. Nitafutia location yake. Okay poa, ila inaona umeshapata mpenzi mpya? Sasa unajua tena siwezi kuishi bila kupunguza mzangu. Hebu fanya hivyo basi, nimeshakutumia hiyo namba. Dakika 5. Na okay poa. Rani alikata simu na kujiuliza maswali mengi. Imekuaje Vivian katekwa? Inakuaje yani? Au ni watu wa mume wake au ni vipi? Hapana, kama ungekuwa ni wao wasingehitaji pesa. Wamejuaje kwanza nyumbani kwake ikiwa naishi mashambani kule? Rani alizidi kujihoji maswali ila hakupata jawabu. Naima akamtumia live location ya eneo ilipokuwa simu ya Vivian. Rani akajikuta anasema wajinga, kumbe bado wako Bagamoyo. Rani alizungumza huko akitazama ramani hiyo. Alizidi kuendesha gari lake kwa mwendo wa kasi hadi akafika Bagamoyo, eneo ambalo ni tofauti na ilipokuwa nyumba ya Vivian. Akalisimamisha pale gari umbali wa mita 300 kutoka katika eneo linapoonyesha ni wapi alipo Vivian. Akafunga pale bastola yake kiwambo cha kuzuia sauti ya risasi na moja kwa moja akaiweka kiunoni. Akashuka ndani ya gari. Alianza kutembea kwa tahadhari huku akikatiza katika shamba hilo lililokuwa limejaa miti mingi pamoja na miembe. Alifanikiwa kuona nyumba iliyopo katikati ya shamba hilo la hekari 30. Akawaona wanaume wawili waliokuwa wamefunika sura zao wakiwa wamesimama nje ya nyumba hiyo wakiwa wameshika pale bunduki aina ya AK47. Ina maana issue ni serious hivyo? Rani alizungumza kimoyo kwani alihisi labda kuna mchezo ambao Vivian anamchezea. Rani alizidi kujongea pale karibu na nyumba hiyo pasipo wanaume hao kuweza kumshtukia. Hapakuwa na muda wa kupoteza zaidi tu ya kuwapiga risasi za vichwa wanaume hao. Kisha kanyata akaingia ndani ya jumba hilo, akakutana na mmoja wa watekaji pale mlangoni. Akamrukia, akampiga kigoti cha kifuani, akamvunja mbavu zake na akaanguka chini mzima. Na Ryan akammaliza pale kwa kumvunja shingo yake. Hey, nimesikia kishindo, kuna nini? Ryan alisikia sauti ikitokea kwenye moja ya chumba. Hebu angalia. Kitendo cha mtekaji mwingine kutoka ndani ya chumba hicho. Alikutana risasi 2 za kifuani, akaanguka chini na akafa pale pale. Ryan akazama kwa kasi ndani ya chumba hicho na mtekaji mmoja aliyekuwa amesalia akamwahi Vivian kumpiga kabali kwa nyuma huku akimwekea pale kisu cha shingo. Yule jamaa akawa anasema, ukisogea na muua huyu. Ryan alikuwa ameingia kwa kujiviringita mithiri ya taili. Alisimama taratibu huku akiwa anamtazama Vivian aliyekuwa analia hadi macho yakawa ni mekundu. Ryan akamuuliza yule jamaa, una uhakika unaweza kumuua bidada? Ryan alizungumza kwa kujiamini. Kabla mtekaji huyo hajafanya chochote, Ryan alimtandika risasi ya mkono ulikuwa umeshika kisu na kumfanya yule mtekaji kutoa yowe la maumivu, kwani alihisi kujificha nyuma ya Vivian itakuwa ni ngao kwake. Ryan akamvuta Vivian kwake na kumwacha mtekaji huyo akiwa hana nguo yoyote ile mwilini. Ryan akampiga risasi ya mguu na kumfanya anguke chini huku akiendelea kulia. Ryan akasema, mnapojaribu kufanya jambo hakikisheni kwamba mnafuatilia profile ya mnayemfanyia hilo jambo. Ryan alizungumza huku akichuchumaa pembeni ya mtekaji. Akamvua bushori alilokuwa amelivaa, ambalo bushori hili lilikuwa limefunika sura ya huyu mtekaji na lilikuwa limeacha macho tu. Sasa alipomfunua, Ryan akamwambia, hivi nani amewatuma kufanya upuzi? Ni uwe tu, siwezi kusema. Una uhakika? Jamaa akamtemea Ryan mate. Ryan sasa ikabidi ambinye yule jamaa sehemu zake za siri. Aliminya kwa nguvu na kumfanya jamaa apige kelele kweli. Ryan akamuuliza, unaongea au nivunje haya makende yako? Ni mumewe alitudhulumu pesa yetu, ndo maana tulimteka ili atulipe. Ni mumewe alitudhulumu hela. Ryan alimtazama Vivian usoni mwake. Bei gani? Milioni 30. Vivian, wamekutokea wapi hao? Nyumbani baby.
Nyie mlijuaje anapoishi huyu binti? Kule siku tuliwaona hotelini mkiwa pamoja, tuliofuatilia kutwa nzima na tukajua mnapoishi, na tulikuvizia leo alfajiri ulipotoka, tukavamia na kumteka. Mkuu wenu anaitwa nani? Ni mume wake, alitusaliti kwenye kazi, ndio maana tukalipiza kisasi. Ryan akaridhika na maelezo ya mtekaji huyo, akampiga risasi 4 kifuani mwake na akafa. Tuondoke. Wakakimbilia hadi walipokuwa wameliacha gari. Ryan akafungua mlango wa gari na kisha akaingia, ila Vivian akasimama na kumfanya Ryan kushusha kioo. Akamuuliza, vipi? Ryan, nahitaji nikujue wewe ni nani? Hivi una akili kweli wewe? Hapo tupo eneo la watu, nataka tuanze kufanyana mahojiano hapa. Unajua wapo wangapi hapa? Hebu ingia ndani ya gari bwana. Hebu niachie uchizi mimi. Ryan alizungumza kwa kufoka na kumfanya Vivian kuingia kwa uoga. Wakaondoka hilo eneo kwa kasi na kuelekea nyumbani kwa Vivian. Samani kama nimekudhi baby. Sikukusudia kuuliza swali kama lile katika mazingira yale. Mpuzi wako amekufa ila watu wake bado wapo. Na wanakuandama. Kama unawafahamu maadui zake, wewe niambie mapema. Tusafishe kila kitu kabla wao hawajaweza kukua wewe. Rani alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Vivian usoni mwake. Victor amekufa kumbe? Vivian aliuliza kwa sauti ya upole. Rani alimtazama Vivian jinsi alivyokuwa ameanza kujawa na masikitiko. Amekufa lini? Na amezikwa wapi? Nisikilize, sipo kwenye mudi nzuri ya kujibu maswali yako. Victor kosa lake, alikosea sana kuweza kunidhalilisha pale mbele za watu. Akijihisi kwamba ni Mungu mtu, hakuna wa kumfanya chochote. Sasa amepata alichokistahili. Kwa hiyo wewe ndio umemua? Ningetaka kumua ningemua siku nilikuwa nimemkuta akikupiga. Ila aliingia sehemu nyingine ya watu wengine wakamua. Ona alivyokuwa na maadui ambao wanakutumia mpaka wewe kujipatia pesa kwake. Piga picha, ingekuwa ni mimi sipo, wewe saizi ungekuwa wapi? Alafu jambo jingine, eneo hili sio salama tena kwa kuendelea kuishi. Chukua kile kitu chako, na kama una rafiki au ndugu kaishi hapo kwa muda. Mimi nikiendelea kutafuta nyumba ya kuishi ambayo utakuwa uko salama na chini ya uangalizi wangu. Ryan, naam. Wewe ni askari eh? Hapana, mimi ni mfanya biashara na nina mafunzo ya kujilinda mimi kama mimi. Kwani mume wako alikuwa hana silaha? Alikuwa nazo. Kwa hiyo yeye ni askari? Hapana. Basi jibu la swali lako nadhani unalo. Hakikisha unafanya nilichoweza kukuambia. Hapa sio sehemu salama tena wewe kuendelea kuishi. Okay. Sawa. Ryan pamoja na Vivian wakabeba pale mabegi yao na kuondoka eneo hilo, kwani hawajui nini kitakachoweza kufuata baada ya wategaji hao wa kwanza kuweza kufanikiwa kumteka Vivian. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanamama Judy akizungumza na Eddie. Eddie, hebu washa TV yako. Judy alizungumza huku akiingia chumbani kwa Eddie bila hata kubisha hodi. Kuna nini Judy? Judy akaangazangaza na kuiona remote juu ya meza na kisha akawasha TV. Huyu mpuzi anahojiwa? Ndio, tena kipindi ndo kinaanza. Camila katoka bafuni huku akiwa amejifunga taulo. Wifi za asubuhi? Salama tu wifi. Hebu tusikilizeni kwanza anachozungumza. Eddie alizungumza huku akiongeza sauti ya TV. Nashukuru sana mimi kuwa hapa. Naam, alikuwa ni mwanamama Katha, alionekana kuzungumza huku akitabasamu, na kipindi hicho kipo mubashara kwenye kituo kikubwa cha television ya Al Jazeera. Kwanza pole kwa kumpoteza aliyekuwa mume wako, Rais Eddie. Nashukuru sana ndugu mwandishi. Tukianza na tuhuma zilizoletwa juu yako kuhusiana na kumuua mume wako, kumiliki genge linaloitwa Scorpion na kumteka aliyekuwa mrithi wa kiti cha mume wako cha urais. Je, tuhuma hizo ni za kweli? Hapo mwanamama Katha alionekana kwanza kutabasamu na kisha akasema,
Kwanza niseme tu ya kwamba nimeshangazwa sana na tuhuma za wifi yangu Judy. Ni miaka mingi sana toka mambo hayo kutokea, na niliamua mimi kuweza kuishi maisha yangu ya kawaida kabisa ili kuweza kulea watoto wangu ambaye marehemu mume wangu kipenzi alikuwa ameniachia. Mimi sio mwanamke wa kufanya matukio maovu kama hayo. Unajua watu wengi duniani wanajua ni namna gani nilivyokuwa ninampenda mume wangu Eddie. Nimeumizwa sana na kusikitishwa na tuhuma alizozisema yule mwanamke Judy. Naam, Katha alizungumza kwa sauti ya huzuni mpaka machozi yakimlengalenga. Mwandishi wa habari akasema, umesema ulikuwa unalea watoto wako na tunajua wewe una mtoto mmoja. Hapana ndugu mwandishi, mimi nina watoto 3 ambao wote nimezaa na mume wangu. Kutokana na sababu za kiusalama ilibidi wawili hawa ndo ambao wa mwisho kwenda kuwaficha ili kuweza kulithibitisha hili mbele ya dunia ya kwamba mimi na mume wangu Eddie tulikuwa kitu kimoja hadi anauawa kwenye ajali. Naweza nikawaita vijana wangu hapa muwaone, na hiyo ndio kumbukumbu pekee ambayo mume wangu mimi ameniachia. Naam, kwa ile Kurwa na Doto wakaitwa ndani ya studio. Eddie alipoona taratibu alijikuta nasimama huku macho akiwa yamemtoka kwa mshangao, kwani hao watoto nao waona kwenye TV alikuwa anafanana nao kwa kila kitu, mpaka wale watoto jinsi wanavyotembea. Yani ni Eddie mtupu. Ni Eddie. Yani hapa mshikaji DNA haikupinda. Bwana. Eddie anakumbana na surprise ambayo hakuwahi kufikiria kwenye maisha yake kutoka kwa Katha. Na tukumbuke Katha aliwahi kusema, wewe Eddie wewe, ipo siku nitakufanyia surprise. Nitakushangaza. Sasa nini kitakachoweza kuendelea? Wale mapacha Kurwa na Doto, je, wataweza kulipiza kisasi kwa baba yao? Na wao wanakuambia sisi hatumtambui kama yule baba, kwanza hafai kuitwa baba kwa yote aliyofanya. Lakini tukumbuke ni Katha ameyasababisha haya. Amewamezesha sumu hawa mapacha. Itakuwaje? Bado usikose kufuatilia hiki kigongo katika sehemu ya 8 mzigo wa Ice You Kill Me hidi chapter 5. Mimi naitwa Uncle G. Mzigo umeandaliwa na kutayarishwa na Edazalia G Msulwa. Noma, tukutane sehemu inayofuata.